mmetoka na hasira sana. Tumezulumiwa, ndio maana huwa tunakataga sisi kwamba hatutaki marefari wazawa. Hiyo ndio sababu ya kukataa marefari wazawa, ndio hayo matokeo. Mlipaswa mpate haki gani ya marefari wazawa wanacheza kwa maelekezo. Mmeona wenye goli safi. Unazungumzia lile goli? Clear goal. Leo aje mtu yeyote apinge kwamba ilikuwa sio goli ile. Hataki goli safi hataki. Watu wa nyuma mwiko wenyewe wamekubali ni clear goal. Kama wanataka tuwape ubingwa. Hakuna sababu ya kuumizana namna hiyo. Tuwape ubingwa. Watazama wachezaji kama Aniseti Oura, Libase Gwe pamoja na Innocent Luemba ambao ni usajili wa dirisha dogo. Unawazungumziaje? Mimi usajili wa dirisha dogo nasema imelipa, narudia. Nawazungumzaka kila siku. Usajili wa dirisha dogo imelipa na leo mpira umepigwa. Lakini tumezulumiwa. Hao nyuma mwiko wamebebwa. Uwezani nini hasa kifanyike ili kuweza kutatua tatizo ambao wanalizungumzia? Hao si nani bodi ya ligi nayo, yani hao nyuma mwiko ndio hayo tunaongeaga. Chama cha marefari mpaka mechi yenyewe kuletwa hapo kutoka nani Mkapa, ndio hayo tunaongeaga kwamba kila kitu wanasikilizwa. Na hao hata marefari hao wazawa wanachezwa kwa maelekezo, ndugu yangu. Kosa za kipindi cha kwanza zinamfanya Djigui Diarra kuwa man of the match wa mchezo. Sawa, kaokoa, sikatai, anastahili pongezi zake, kaokoa, lakini mwisho katinguliwa, mwishoni katunguliwa, na ile ilikuwa clear goli. Kiujumla mchezo umeutazama, unauzungumziaje? Kiujumla sisi tumetawala Simba wametawala mpira huo kwa 100%. Wao walikuwa wanafanya kazi ya kuzuia. Wewe mwandishi leo mtu wa nyuma mwiko aniambie kwamba wamepiga on target ngapi katika hiyo dakika 90? Hawajapiga on target hata moja. Mwisho wao sasa umefika. Sasa mwisho wao, ndio maana hayo mambo ya kubebwa, ndio hayo mwisho wao sasa umefika. Yaani mwisho sasa umefika. Wanasema no Pacome, lakini mmeshindwa bado kuwafunga. Pacome nani mzee yule bwana? Kama angekuwa anacheza si angecheza leo. Kama ana kiwango angecheza leo. Wamemwekea nje nini? Kwa nini wamemweka benchi? Tuna beki Ismail Traore pale, yule soka la buu yule mzito. Kazi alikuwa anafanya pale. Mtoto wa kike Depo katembea na mwanaume. Tuna Depo alikama na kipini kwenye pua. Depo yule jipu. Alikama anazungumza kama na kipini kwenye pua. Tuna Depo. Kama anataka kutolewa ndani mwali anataka kuolewa. Kakutana na mwanaume, kapiga hata shuti yule. Kapiga hata kichwa. Kakutana mtoto wa kiume yule pale. Wao waende wakaonee JKT. Wao wakaonee JKT sio sisi. Katupiga kichwa. Alikama anaongea kama na kipini kwenye pua. Aende zake huko. Clear goli. Ndio wanacheza kwa maelekezo. Mwandishi, tuwe wa kweli. Unajua tunaongea kwamba wanacheza kwa maelekezo. Au marefari, ndio maana tunawakataga marefari wazawa. Ndio maana kila siku huwa tunasemaga. Hata kwenye hotuba yangu mimi nilishawahi kuongea kwamba hii machi ya dabi waitwe marefari kutoka nje. Kwa nini hawataki kuleta marefari kutoka nje? Ukichanganya taarifa ambayo Simba aliposti kabla ya mchezo kwamba wamekuta vyumba vya mazoezi vimetobolewa, ukachanganya na goli ambalo mnasema mmenyimwa, unahisi nini hasa kimetokea kuelekea mchezo? Sasa sisi ndio hao wana mambo ya ushirikina. Ndio hao wana mambo ya ushirikina. Mpira hawawezi uwanjani, mambo yao ushirikina tu. Hawana zaidi. Mpira uwanjani hawawezi. Ndio mpaka wabebwe. Pointi 6 nyuma Young Africans. Unajiona bado ukitetea ubingwa ukiwa kwenye mbio za ubingwa msimu? Yaani bado sana. Yaani tuna imani ubingwa tunauchukua. Huyu tutamwacha tu. Na saa 12 mimi nikawa bingwa. Huyu si tutarudiana naye. Tutamshona. Yaani muda wote. Hata leo aniambia tena tukipige. Au mmesahau? Anafungwa goli 3 na mfunga Polisi. Wachezaji walikuwa na kiburi kuitaka dabi, umewatazama sana wote wameperform. Yaani wameperform vizuri sana. Tunawashukuru wachezaji wetu, wamejitolea na wamecheza kwa full commitment. Wamejituma, walikuwa man to man. Hiyo mimi nawapa hongera sana. Lakini shida hiyo ambayo tunasemaga kwamba hiyo masuala ya kubebwa hao nyuma mwiko, kama haitoisha watakuwa mabingwa kama wanavyotaka, na wacha wachukue ubingwa kama kwa staili wanacheza. Kama Simba imejitafuta ndani ya dirisha dogo hili na imecheza mpira mkubwa kwa namna ambavyo unazungumza,
Pengine dirisha kubwa mngeenda kuboresha usajili, tegemee Simba ikienda kurejesha ule ukali wake ambao tuliuzoea. Sikiliza nikwambie, mimi nacholalamika nini kuhusu marefari leo, hata tuna kikosi kibora, hata tusipoboresha dirisha dogo, yani nazungumzia hao tuna kikosi kibora, tuna uwezo kumshona huyu Mwamiko, lakini tatizo ni hilo mwandishi, tatizo ni hilo, tatizo ni hao marefari ndo wanatumaliza, wanabebwa clear goal. Kama wanataka kuwapa ubingwa wawape ubingwa. Lakini sheria iliboreshwa kwamba mechi kubwa kama hizi pengine kuna uwezekano wa kuleta marefari kutoka nje. Pengine nini hasa kimepelekea mpaka marefa wakachezesha hapa Tanzania ikiwa sheria ndio hiyo? Si ndio hao nyuma mwiko ndio wanachosema wanasikilizwa, yani wao wamepewa maagizo kwamba bana marefari msiwaleta kutoka nje, marefari tutacheza na hao wamecheza kwa maelekezo, hawataki tushinde. Kwa nini taarifa ya kumkataa refari msingeitoa mapema kabla Sasa mwandishi, hiyo taarifa kama taarifa tumeshatoa nyingi sana, kila siku tutaongelea swala hilo. Tumeshawaambia sisi tunataka marefari wa nje. Kuelekea michezo mingine sasa inayofuata ya ligi kuu, unatamani nini kifanyike kuelekea michezo inayofuata ya ligi kuu ambayo Simba anaenda kucheza? Sisi tuna kikosi bora, ndio maana nakwambia kwamba kama wakicheza fair play, kama ligi itachezwa kwa fair play, ubingwa tunauchukua. Lakini kama kwa staili hiyo, wache wachukue ubingwa wa NBC, wache wachukue, wapewe. Kama kwa staili hiyo wapewe ubingwa. Ni kama mnakata tamaa kwamba hata mkipambana vipi hamwezi kuchukua kabisa kwa staili hiyo. Kubemba namna hii hatuwezi. Yani kwa staili hiyo sisi hatutamfunga nyuma mwiko. Ndio nasema hivi, mna mechi ya marudiano na wao kama mwezi mmoja mbele, mwezi wa 5 itacheza mechi ya marudiano wewe dhidi ya Young Africans. Kwa ubora ulioonyesha leo, tarajia pengine wanaenda kuclear kila kitu. Sisi tutamfunga na tutamshenyeta kama marefari wanatoka nje, kama mpira unachezwa kwa haki, kama kwa staili hiyo hatuwezi kuwafunga. Marefa wa Bongo hamuwataki kwenye hawezi, wanacheza kwa maelekezo. Asi ni kushukuru. Hao TFF nao marefari wanaua. Tulishachoka sasa hivi. Afadhali tujitoe kwenye ligi. Mimi nashauri hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia leo Simba alikuwa bora zaidi ya Yanga? Kabisa. Kwa 101%. Kwenye maeneo gani sasa? Maeneo yote. Kwa mantiki yapi? Hebu niambie target umepiga target ngapi hao? Anijibu. Wewe sana ameona mpira. Aniamuliza umepiga target ngapi? Nijibu hapo mimi. Hajui. Mwacha nijibu. Hajui mpira huyu. Mimi nakuuliza. Sikiliza, tuongee kimpira. Mimi namuuliza leo nyuma mwiko wamepiga target ngapi? Achana huyu. Wewe unapo alijibu. Wewe nijibu. Amepiga target ngapi? Sisi kumfunga ni kawaida yetu. Kumfunga si kawaida yetu. Sawa, amewaokoa. Angepigwa nyingi hao. Yaani amewaokoa. Nani? Hatuokoa nani? Lakini mwisho wa mwisho katunguliwa. Hili ni wazi sasa mmejipata. Yaani tumejipata kabisa. Hii ndio Simba tunaiona sasa hivi, tumekuwa naitaka. Kwa hiyo mbio za ubingwa ziko pale pale. Mbio za ubingwa ziko pale pale. Unamsikiliza? Watu wachezesha kwa haki marefari. Marefari wachezesha kwa haki. Sisi tunataka mpira ucheze kwa haki. Mpira hauchezi kwa haki.